Yes. Naomba tusimame ili tuweze kufungua ibada yetu rasmi. Tena tumwalike Baba katika ibada ya leo. Nataka kwanza niwashukuru kwa sababu ya kuja. Leo ni sherehe, wengi wameamua kupumzika manyumbani, lakini hakujakosekana watu wa kufika katika ibada ya leo. Nataka niwashukuru sana. Inamisha uso wako, tumwalike Bwana pamoja, tumwalike Mungu pamoja. Baba, ni asante kwa siku njema, Ijumaa nzuri kama ya leo. Umetukirimia neema tuweze kukaa katika kusanyiko lako takatifu, tuweze kuyasikia maneno mawili matatu yanayotujenga kiroho na kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, ninasema asante kwa sababu najua umeifanikisha ibada hii. Bila wewe kuhusika haingeweza kufaulu. Wale wote ambao tayari wamefika kwa sababu ya msukumo wa kiroho. Ulitangulia tunao mapema kuwazungumzia kuhusu kushiriki ibada ya leo. Basi tunakuomba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wewe utuongoze kwa kila jambo jema, kwa kila tendo jema, kwa kila sauti njema. Ukaweze kutuandaa sababu tunayanusia majira ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, hali ambayo inazidi kubadilika kila wakati. Tunasikia kuna climate change, sasa tunaona hata mabadiliko ya maisha na mabadiliko ya kila kitu. Baba, tunaona tu taratibu dunia inabadilika polepole, na tunajua ya kwamba kubadilika huku kuna mwalika Kristo, kunaalika kitu kipya. Na ni asante kwa kuwa umetupatia maarifa hayo na ufahamu huo. Zidi kutukumbusha jinsi imetupasa kukaa katika neno ambalo tunasikia kila jioni. Wacha tuhimizwe kupitia Roho Mtakatifu, tuhimizwe tuweze kujiandaa, tuweze kuhifadhiwa, tuweze kukaa tayari wakati wowote Bwana harusi akija, basi atukute tuko tayari. Bwana, mengi wewe ni mwaminifu, utatulinda hapa, utatuzunguka na ukuta wa malaika watakatifu, utatuzunguka na ukuta wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hata damu ya Kristo inatufunika hapa, ili yule mwovu asipate mamlaka juu yetu. Ajue ya kwamba sisi tumenunuliwa kupitia hiyo damu. Bwana, asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme nini? Haya, naomba tafuta mahali ukae, weka maski yako vizuri, una keep distance, unahakikisha kabisa mahali uko salama. Ni tumeambiwa ya kwamba ni sisi wenyewe tunajitunza, sisi wenyewe ndio tunafanya hicho kibarua cha kujiangalia, na ni vizuri hata tukiwa katika ibada tunakumbushana. Mwanzo sisi ndio inastahili tuweze kuserve as a good example ya kukumbusha, tusijisahau tu. Kuna wale ambao wako na ignorance. Nasema Bwana, hiyo kitu mimi sidhani kama iko. Bwana, inaua, na wale ambao wananusurika wamshukuru Mungu, wasiweke dharau, wamshukuru Baba. Basi turudi katika maandiko, na nilikwambia yale tunayonena wiki hii tunaongelelea kuhusu preparation, na ni vizuri kabisa tuwe na hilo wazo katika mawazo yetu ya kwamba wakati umewadia wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo ni jambo hata ukilipuuza shauri yako, ni wewe ndio utapata hasara, ni wewe ndio utaghafilika ukilipuuza swala la kuja kwa Yesu Kristo. Mitume walitupa mfano mzuri, wakasema kama gharika ilikuwa
Na kama Sodoma na Gomora ilikuwa, hata hii itakuwa, hii ya Yesu itakuwa. Nilifurahia sana, nilimwona jamaa mmoja japo sasa hivi ni marehemu, anaitwa Ron White. Ron White huyu ni mwanaakiolojia ambaye amefanya kazi kubwa sana. Alifanya kazi ya kutafuta ile safina ya Nuhu, akaipata. Amefanya kazi ya kwenda mpaka Sodom na Gomora kuhakikisha ya kwamba yale yaliyoandikwa ndani ya Biblia ni kweli. Maandiko nasema sasa hivi kile kimebaki pale Sodoma na Gomora ni ashes na sulfur. Ashes na sulfur. Alienda akahakikisha ya kwamba kile kimebaki pale ni majivu na sulfur. Mpaka anaenda anaonyesha wazi, this is sulfur imebaki hapa, na anaiwasha moto, inabadilika inakuwa black. Ron White alikuwa mwanaakiolojia wa kwanza kuipata sanduku la agano. Mahali Yeremia alipolificha, yeye alienda akaipata. Na huyu ni mtu alidedicate life yake. Akasema, mimi Baba, kabla sijakufa, I want to make sure that this book is the reality. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuhakikisha hii maneno imeandikwa hapa ndani ni ya ukweli. Na wakaweka mkataba na Mungu. Na Mungu akamuongoza. Najua ndani ya Biblia kulikuwa na watu kama hao. Nilikwambia kulikuwa na mtu anaitwa Simeon. Alimwambia Baba, sitaki kufa mpaka nione Mesia. Nione yule Mesia atakayekuja kuwaokoa Waisraeli. Na huyu mtu hakukufa. Mpaka wakati Mary na Yusufu walipombeba Yesu wanampeleka sasa afanyiwe matambiko ya Kiyahudi, Roho alikuja juu ya Simeon, sababu alikuwa amependa kukaa kando ya hekalu. Maandiko yanasema kwa uwezo wa Roho Simeon aliinuliwa, akapelekwa mpaka mbele ya Yusufu na Maria, akasema, nipatieni mtoto. Alipomwangalia mtoto akasema, Baba, macho yangu yameuona uokovu wa Wayahudi, sasa naweza kulala. Hata alimwambia Baba, naweza kulala sasa, naweza hata ukinichukua sasa ni sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu waliweka nadhiri kama hizo. Watu waliweka vitu vya maana mbele za Mungu, na haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Tunasikia kuna mama pia hapo anaitwa Ana. Baada ya mume wake kufa, aliamua ya kwamba hataolewa tena. Na akawa anakaa kando ya hekalu. Miaka nenda rudi, karibu miaka 70 amekaa kando ya hekalu. Na siku hiyo ambayo Simeoni anamuona Yesu, maandiko yanasema na Roho pia akashuka juu ya Ana na akaanza kutabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna watu ambao wanaonyesha interest kwa mambo ya Mungu. They are determined to walk with God. Wanaomba vitu ambavyo hata Mungu akisikia anasema hakika nitatimiza, kwa sababu umeomba sawa. Tunasikia Solomon aliomba vizuri kulingana na matakwa ya Mungu, na Mungu akasema kwa sababu umeomba sawa, hata vile ambavyo hujaomba nitakuongezea. Ndugu yangu, tunasikia kitabu cha Yakobo kinasema maombi yetu hayajibiwi kwa sababu hatuombi sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuombi sawa. Musa alimwambia Baba, ni sawa umesema nitakufa, lakini sitaki kufa kabla sijakuona, nataka nikuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko ya Mungu yanasema Musa akaambiwa asimame mahali ambapo Mungu alitaka. Alafu maandiko yanasema Mungu akapita, Musa akaona ubavu wake na nyuma ya mgongo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwambia Musa, ukiona sura yangu utakufa. Ukiona sura yangu utakufa. Haleluya. Macho yako hayawezi kustahimili utukufu wangu. Macho yako hayawezi kustahimili utukufu wako. Situmpigie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Mungu alimwambia macho yako hayawezi kustahimili my presence. My presence is so powerful, mpaka uwezi kuniangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nataka tuongee kitu jioni ya leo. Umejiandaaje kuhusu kuja kwa Yesu Kristo? Umejiandaaje? Ndugu yangu, kuja kwa Yesu Kristo is a reality, na it is a big day for Christians.
iwe wewe ni Msabato, iwe wewe ni Mkatoliki, iwe wewe ni na coming of Christ is the big day. Nimekwambia hiyo ni siku Yesu anakuja kuchukua wenye nguvu, wenye nguvu. Yohana alisema ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu, na ni wenye nguvu wanauchukua. Sikia hizo statement, ziko mara mbili. Ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu, kwa nguvu, na ni wenye nguvu wanauteka. Maana yake mtu ambaye ni soft, sio spiritually strong, you cannot access the kingdom of heaven. Hiyo ndio point moja ninataka niweke very open to you. Watu wanafikiria ya kwamba kwenda kanisani leo na kesho kutwa na next year itanisaidia kuuteka ufalme wa Mungu. Hapana. Maandiko yanasema unatekwa kwa nguvu. You cannot have the kingdom of God until you pray. Pray persistent prayers. Ombeni bila kukoma. Inataka wenye nguvu, inataka ichukuliwe na nguvu. Ufalme wa Mungu unataka neema ya Mungu. Ndugu yangu, ni nguvu zako, ni nguvu zako zitakusaidia. Unataka kibali kwa Mungu, ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka mambo yako yafunguliwe, unataka mambo yako yafunguliwe, na unataka msaada kutoka mbinguni ndio mambo yako yafunguliwe. Ndugu yangu, inahitaji nguvu. Haleluya. Wangapi wanaelewa language ninajaribu kuweka across? Inahitaji nguvu. Sio ndugu yangu kupeleka mchezo kanisani. Ukipeleka mchezo kanisani hakuna siku utaona Mungu. Wale wote waliotafuta Mungu, ndugu yangu, walijinyima. Walilipa gharama, ili wa cost dearly, ili wa cost. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine walikuwa wanaambia Yesu, tumewacha kila kitu tukakufuata, tumewacha kila kitu. Na mimi ninaona watu wanafikiria ni mzaha. That is why huwa tunapenda kwenda kwa wale ambao wako tayari kuoffer services za mbinguni kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaki kushikana na mchungaji ambaye tutasaidiana na yeye kuomba ili mbingu ishuke pamoja, iangalie mchungaji na ituangalie. Tunataka kuenda kwa wale ambao wako ready to offer heavenly services. Njoo nikuombee, njoo nikuwekee mikono, njoo nikufungulie mambo yako. Tuko tayari kukaa na watu hao, kwa sababu tunaona ile kazi ngumu wako tayari kufanya. Sisi hatuko tayari kufanya hiyo kazi. Na hiyo ndio maana unakuta leo hii we are very poor in testifying about God. We are very poor. Hakuna mtu anaweza kusimama kanisani na akatoa ushuhuda ambao una uzito kuhusu Baba. Ushuhuda, kutoa testimony about God. Ndugu yangu, testimony zilitolewa. Hii kitabu cha Agano Jipya imejaa testimony za watu waliotembea na Mungu. Na hizo testimony zimegusa watu mpaka watu wakazinakili. Maandiko inasema kama habari zote za Yesu zingeliandikwa, zingejaa dunia. Hiyo ni ushuhuda wa Yohana. Anasema kama kila kitu ambayo Yesu alifanya ingeweza kuandikwa, ingejaa dunia. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hatuna ushuhuda? Kwa sababu hatujakaa katika mazingira ya Mungu. Tuwe na jambo la kuongea kuhusu Mungu. Mazingira ya Mungu yanawashinda wanadamu. Ndugu yangu, spiritual environment ni kibarua. Ukitaka kujua ni kibarua, nenda kawaulize wazee wa kule mashambani, watu ambao wana ufahamu kidogo kwa mambo ya kiroho. Watakwambia mambo ya kiroho yanahitaji kujitoa na yanataka sober mind. Na ndio maana unaona wanafaulu kwa mambo ya kiroho. Wazee kila wakati wanapokaa wanajadili mambo ya kiroho. Ndio maana wakati unapokwenda kwa wale wazee, wanakuambia usipofanya hii, hapa mambo hayaendi vizuri. Wana hekima za kiroho. Japo hazitokani na Kristo, lakini wana hekima za kiroho. Wanajua huyu hafai kuolewa kabla ya huyu hafai kuchukua bibi ya huyu hafai kuingia nyumba ya huyu. Wana hekima za kiroho. Na wamemakinika ndugu yangu. Hata kama ni hekima 100 ngapi,
hata kama ni mambo miangapi wanajua hata mazishi inafanywa vipi, huyu mzee atazikwa upande gani, mama atazikwa wapi, kijana mkubwa atakaaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanajua kila mahali hekima za kiroho, na sio jambo rahisi. That is why we call them wise men. They were very wise in the spirit. Hallelujah. So tumpatie Bwana Yesu makofi ya tubu. They were wise in the spirit. They knew how to connect this physical world with the spiritual world. Hiyo kitu ndugu yangu imeshinda wengi kanisani. How to connect your issues of the physical with the spiritual world. Imeshinda wazee wa kanisa. Imeshinda watumishi wa Mungu. Why? Wamekuwa wazembe kwa mambo ya kiroho. Mchungaji mwenyewe anataka kuhubiri Jumapili peke yake, Monday mpaka Saturday anakaa na bibi yake huko, wanaenjoy. Mganga anakaa chini ya mti Monday to Monday. Utamweza wapi? Utamweza wapi? Kila wakati ana appease. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia akili ya mganga. Anakaa pale kila wakati kufurahisha ulimwengu wa roho. Anakaa kidogo, anawasha moto, anatupa pale udi na ubani, harufu mzuri ikipanda juu, wale wangwana wanamuongezea hekima akiwafurahisha kidogo. Anachukua kuku pale, anakata kichwa, anawamwagia damu, anawaimbia wangwana, anawapigia paka ngoma, anawapigia. Ile moshi ikienda juu, ile moto ikiwaka juu, unasikia kuna upepo inapita hapo, hekima imeongezwa juu yake. Every time they are there to appease the spirit. Wababu wa nyumbani walisema tuko pale kufurahisha mababu waliolala, ancestral spirits. We are there to appease them. Walijua kila wakati tukienda kuappease mvua itanyesha, kila wakati tukienda kuappease tutavuna vizuri. But today watu hawajui kubembeleza Mungu. Wakristo hawajui kumpendeza Baba, na hii Biblia inasema tufanye yale yanayompendeza Baba. We don't know how to appease him, na ndio maana hatuvuni kutoka kwa Baba. Watu wakiambiwa wajifunze kumpendeza Mungu, wanaona ni kibarua mzito. Si hata kuimba mnalazimishwa kuimbia Mungu, kuimba tu kanisani, kuimbia Mungu kanisani, mpaka mchungaji anasema pigeni vizuri, pigeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa nyingine mchungaji hata anakasirika, anasema ngoja kwanza, hebu zima keyboard kwanza. Anauliza watu, mbona muimbi na furaha? Aya, nataka tuanze tena, lakini muimbe vizuri, sawa? Anasema you are not serious my friend. You are not serious. Kwa nini? Sasa nataka tushiriki hapa maneno mazito mazuri. Mungu akikusaidia kuelewa, sawa. Ukishindwa kuelewa, potelea mbali. Maandiko yanasema hii hekima ina wenyewe. Kuna wale tu walipatiwa hiyo akili ya kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome kitabu cha Waebrania 10. Kitabu cha Waebrania 10, kuna mistari pale miwili mitatu ambayo itatuguide katika teachings za leo. Na ninaamini ya kwamba hizi teachings zitakusaidia. Ni vizuri kila wakati tukikuja, every foundation of every teaching inatoka ndani ya Biblia. That is good. Tunapata guidelines kutoka kwa Biblia. Sikiliza hichi kitabu cha Waebrania 10. Waebrania 10, na ninataka tuanzie mstari ule wa 19. 10:19. Na Mungu akusaidie, unaweza ukafika nyumbani ukafanya Bible studies. Na nilisema wakati unaposoma mwenyewe unafunuliwa vizuri. Haleluya. Hapa tukisoma pamoja, Mungu ananitumia nifikie kila mmoja hapa.
lakini wakati unaposoma mwenyewe, Mungu anajaribu kivyo vyote vile ili aweze kukubariki. Na jioni ya leo ninataka tusome taji tano, the 5 crowns ambazo ziko mbinguni, watu watavalishwa 5 crowns. There are 5 crowns ambazo watu watavalishwa mbinguni. 5 crowns my friend, 5 crowns. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui yako ni gani, but there are 5 crowns. Haleluya. Unajua kila mtu mbinguni atajulikana na taji yake. Yesu anajulikana kama Mwokozi, hiyo ni taji ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wengine wana mataji, na hiyo taji ndio sasa utakuwa ukitembea mbinguni kule, wale watu wa low level wakikutana na wewe wanasema my Lord, my Lord. Wale ambao walibahatika kuingia mbinguni lakini hawakuweka bidii ya kupata taji, walibahatika kuingia mbinguni. Sasa nilisema hiyo ni ile group chwara. Bwana Yesu asiwe sana. Mahali popote kuna watawala, kuna watu wanatawaliwa, kuna viumbe vinatawaliwa, na wale wanaotawaliwa ni watu wa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna ile grupu watabahatika kuingia mbinguni lakini hawana taji, lakini kuna wale wataingia mbinguni na taji. No wonder Daniel 12 mstari wa 2 inasema kuna wale watafufuliwa wapate heshima milele na milele, na kuna wale tu watafufuliwa na kupata dharau ya milele. So wacha tusome kwa haraka to save time, nikupatie pia time uende nyumbani mapema. Inasema, kwa hiyo ndugu zangu, kwa kuwa tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya iliyo hai tuliyofunguliwa kwa njia yetu, kupitia kwenye lile pazia, yaani mwili wake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa ukielewa ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuconnect with God until you enter the spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni roho, anawatafuta wanaomwabudu katika roho na kweli. So there is no way utakuwa na communication ya aina yoyote na Baba until wewe uwe in a position ya kuingia patakatifu pa patakatifu kupitia damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Hata Waisraeli wale walikuwa wanaendaga kwa hiyo hekalu yao, ilikuwa Yerusalemu hapa. Maandiko inasema there is no way they could have fellowship with God until blood was poured upon them, iwaondolee kila madhambi, iwaondolee kila kasoro, ndio waingie sehemu ya patakatifu. Alafu ile patakatifu pa patakatifu, maandiko inasema hata kuhani ilimbidi yaingie huko na damu, ajitakase dhambi zake na dhambi za wale wote ambao wako pale katika hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mzee wangu, asante kwa hiyo kazi umefanya. Sasa leo hii kuna watu ambao hawaelewi the process, hawaelewi ya kwamba there is no way mimi ninaweza kuinteract with God until the blood of Christ imenipatia mamlaka ya kuingia rohoni, in the spiritual realm. Haleluya. Watu wengi wamekuwa na kasumba ya kwamba kwa sababu hii ni jengo ya Mungu, basi Mungu ako hapa. Mungu alisema mimi sikai kwa nyumba zimejengwa kwa mikono ya wanadamu, sikai hapo. Mbinguni ni kiti changu cha enzi, duniani ni mahali na wata miguu yangu. Sikai sehemu kama hizo. If you want me, you find me in the spirit. Hii ni kitu Yesu aliambia Nicodemus. Huwezi kuona ufalme wa Mungu, huwezi kuingia in the spiritual realm. Haleluya. Huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. You cannot enter in the spiritual realm
Wangapi tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuingia katika ulimwengu wa roho, mahali ambapo Baba anapatikana. Huwezi kuingia katika ulimwengu wa roho, mahali Mungu presence yake iko, until you are born again of the spirit and water. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanafikiria Mungu anapatikana tu wakati umeingia ndani ya jengo. No. Ile kuingia ndani ya jengo, ndugu yangu, hiyo ni mwanzo wa kutafuta your way on how to arrive to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo ninakuambia leo ni ya maana. Ninakusii ndugu yangu nisikize kwa makini. Mambo ninayokuambia leo ni ya maana. Watu wengi walikuwa wanafikiria Mungu anapatikana tu immediately ukiingia kwa milango ya kanisa. Eti ukishaingia. Sasa kwa sababu niko hapa St. Peter's Clavers, Mungu yuko hapa. No. Hiyo ni stage ambayo unaenda kupandia gari ya kufika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na because church is all about the spirit, tunaambiwa ya kwamba mkuu wa hekalu, hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu. Mkuu wa hekalu ni Roho Mtakatifu. Mkuu wa hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani ya hilo hekalu. Mtu akiliharibu hekalu, Mungu atamharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. The representative of that temple of God is the Holy Spirit. Baada ya Yesu kurudi kwa Baba, who was left in charge of the temple of God? It is the Holy Spirit. Hallelujah. Tumwapatie Bwana Yesu makofi Bwana. The person in charge of the temple is the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu, mimi ninafurahia habari za Roho Mtakatifu kwa sababu yeye amejiweka katika hali ya kuafikiana na yeyote. That is why aliposhuka mara ya kwanza aliongea lugha za kila kabila. Alijaribu kuonyesha ya kwamba I can communicate with whoever. Bwana Yesu asifiwe sana. I can reach whoever. Ninaweza mfikia yeyote ili niweze kumfikishia maswala ya Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya alisema ya kwamba Mungu ataongea na watu kwa kabila za watu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. When God came, Mungu alihakikisha uokovu ni wa kila kabila, kila taifa, kila moja. Na ndio maana huyu Roho nimeweza kumwequip with every language, with every tribe, ili aweze kuwafikisha maneno yangu kwa yeyote ataweza kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the advantage of the Holy Spirit. That is why kanisa inaweza endwa na mtu yoyote, Mukamba, Mukikuyu, Mjaluo, Muhindi, Muislamu, Muamerika, na the Holy Spirit is there to communicate to us the word of God. No matter what tribe you are, no matter what language you are, he will reach to you. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. He is there to talk about God. Na ndio maana Pastor, maombi yangu yatakuwaje fruitful? Lazima the element of blood of Christ, the element of blood of Christ iwe kiungo cha kwanza ambacho kinatakasa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze kutembea rohoni. Wakina Elijah walitembea rohoni. Mtu yoyote aliye communicate mambo ya Mungu alikuwa katika roho. Biblia inasema Jeremiah alipoanza kuongea alikuwa katika roho. Ezekiel alipoanza kuongea alikuwa katika roho. So there is no way you can communicate with God until you are in the spirit. Sasa swali ni moja, how do I arrive in the spirit? Paulo anasema ya kwamba kuingia sehemu ya patakatifu, you need the blood of Jesus Christ.
Hiyo ndio kwanza inakusanctify. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu yeyote ambaye amekuwa sanctified by the blood of Jesus Christ, maandiko inasema sasa kupitia ule mwili ambao tunakula, ule mwili sasa ndio pazia ambalo tunapita through tukiingia patakatifu pa mbinguni. Haleluya. Si tumpatie Bwana Yesu makofi jamani. Kuna mtu ajui kwa nini anakula meza ya Bwana. Kuna mtu ajui kwa nini anashiriki damu. Hizi ndio vitu ambavyo zinakutransfigure. They enable you to access the spiritual world. Na watu ambao wanapitia barabara kama hiyo, maombi yao yanaanza kukua fruitful. Because you are in the right place at the right time. You are doing the right thing at the right place at the right time. Bwana Yesu asifiwe sana. Vya rohoni vinashughulikiwa kiroho, vya mwilini vinashughulikiwa kimwili. Na ndugu yangu, if you don't have the idea, kama hauna idea ya jinsi ya kuaccess the spiritual world, ndugu yangu, utakuwa ukisema mimi mchungaji naenda kanisa na sioni matunda. Mchungaji mimi naendaga kanisa, naomba, naimba, natoa fungu la 10, natoa sadaka, sioni Mungu. Why? Because Mungu anataka the only place mutakutana na yeye ni patakatifu, patakatifu. And the only way to arrive there, Bwana Yesu asifiwe sana, kuna kitu lazima ufanyiwe, matambiko ya kiroho. Haleluya. Ambayo yanakutransfigure, yanakufanya sasa, japo uko mwilini lakini roho yako kuna mahali imekwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na you can only do that by taking the flesh, ambayo ni mkate, na damu ya Yesu Kristo. Hivi vitu viwili kwa imani, Bwana Yesu asifiwe sana, vina access wewe, roho yako kufikia patakatifu pa Baba. Haleluya. Si tumpatie Bwana Yesu makofi jamani. We must do it right. We must do it right. Huu ni wakati ambapo kila wakati tukitaka kuenda kanisani lazima do it right, tupate majibu. Wacha tuendelee. Alafu ndio nikupatie taji 5 ambazo ziko juu ya watakatifu. Taji 5. Haleluya. Kwa njia mpya iliyo hai. Zamani watu walikuwa wanaenda kwa hekalu. Zamani watu walikuwa wanaingia kule mahali sanduku la agano liko. Lakini Paulo anasema kuna njia mpya sasa. Kuna njia mpya ya kuingia patakatifu pa mbinguni. Iko njia, na ni kwa kupitia mwili wa Kristo na damu yake. Haleluya. Basi kwa kuwa tunaye kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, sisi na tumkaribie Mungu kwa moyo mnyofu na imani timilifu. Mambo mawili yanahitajika. Mambo mawili yanahitajika kuona results in your prayers. Haleluya. Moyo mnyofu, moyo ambayo umekata kauli, unasema Bwana mimi nimeokoka. Moyo ambayo uko straight, a transparent heart. Moyo mnyofu, sio moyo uko na kona, uko na mambo yake. Moyo mnyofu na imani timilifu. Those things, you should build those 2 things in your spiritual life. Wacha kuwa nusu, mara moto mara baridi. Uwe na msimamo mmoja, moyo mnyofu. You are so straight in godly issues. Hallelujah. Nipungie mkono kama tunakubaliana hapo. Moyo mnyofu, uliamua ni Mungu kama maisha ya kimungu. Wacha unaonja Mungu kidogo na dunia kidogo. Moyo mnyofu. Mbali na hiyo, imani timilifu. A well established faith in God. Well established faith in God. A well established faith. Ndugu yangu, papasi Mungu. Kama unaamini Mungu, unamwamini 100%. 100%. Ukiweka shida fulani ukisema hii nimewachia Mungu, ndugu yangu, urudi baadaye na kuingiza akili yako. Ukisema hii nimeachia Mungu, umeachia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilisikia mtu anasema hii nimeachia Mungu, kidogo ameenda police station.
Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor, nataka nione maisha yangu na Mungu yakibadilika. Mchungaji, nataka nione maisha yangu na Mungu yakizaa matunda. But the problem is you. The problem is you. Ndugu yangu, you don't want to follow the protocol. Huwezi. Hakuna mtu ambaye angeingia kwa hekalu ya Solomon bila kuhani kukuosha na damu hapo nje. Hakuna. Na leo wewe unaingia kanisani, hata damu ya Yesu Kristo hujaifikiria. There is no way you will have a relationship with God if the blood of Jesus haiko juu yako. Nilikwambia Waisraeli hawangeweza kuanza safari na Mungu. Waisraeli, fikiria taifa lote la Israeli wakitoka Misri wanaenda Canaan. Inasemekana ilibidi the element of blood, it played the major role. The element of blood. Taifa yote ya Waisraeli, taifa yote. Biblia inasema wazi, they were almost 600,000 men alone. 600,000 men alone. Wanawake hawajahesabiwa, watoto hawajahesabiwa. 600,000. Na every one of them was to be under the blood. The blood. Kila mmoja wao aliambiwa milango yenu damu. The blood played a major role. Leo unaambia mtu kanisani umepata damu ya Yesu, hata haifahamu. Umesamehewa dhambi, hata haifahamu. Umepata alama ambayo shetani akiiona anasema huyu siwezi kudiriki kugusa, sababu huyu hako na mikataba na Mungu, huyu siwezi kudiriki kugusa. Wewe hata haujaeleweka ni mali ya nani, kwa sababu alama ya damu ndio inaashiria wewe ni mali ya nani. Maandiko ilituambia sisi tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Maana yake ile alama ya damu ndio inaashiria sisi ni mali ya nani. In the spiritual world, hakuna kiumbe chochote kinadhubutu kutugusa, kwa sababu tayari sisi ni mali ya wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi matupu hayawezi kumfukuza shetani kwa maisha yako. Inahitajika alama ya umiliki. Nani anakumiliki kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Nani anakumiliki kiroho? Na wale wa rohoni wanaheshimiana. Wa rohoni wanaheshimiana. Ndio maana unakuta wale mapepo walipokutana na wana wa Skewa walisema, Paulo tunaheshimu, Yesu tunaheshimu, nyinyi ni wakina nani? Ufalme wa kiroho wanaheshimiana. Mapepo walipokutana na Yesu walimwambia, wewe tunakujua, wewe ni mwana wa Mungu, umekuja kutuhukumu na siku zetu bado. Tunakuamurisha kwa jina la Mungu, tunakuamurisha kwa jina la Mungu, usituangamize, turuhusu twende kwa nguruwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana mipaka, wanaheshimiana. Na leo shetani anatutumia vibaya, kwa sababu anajua kuna wengine wetu sisi hatuelewi who we belong to. Hatuelewi tunamilikiwa na nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Warumi 6:12 kinasema ya kwamba mtu yoyote ambaye umeamua kumtii, basi anakuwa automatically your Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua kufata maagizo ya Yesu na kutii maagizo yake, automatically he becomes Lord over you. Ukiamua kufata tamaa za ibilisi, automatically he becomes Lord over you. Wakati wewe umejirestrict katika matendo ya Mungu, umeamua kufuata njia za haki, njia za nuruni, maandiko yanasema umemilikiwa na Kristo. Utukufu wa Mungu uko juu yako, heshima ya Mungu iko juu yako, mamlaka na uwezo wa Baba inakumiliki. Hata bila kusema shetani niondokee, hata bila kusema shetani niondokee, shetani tayari wanajua this is a no go zone. Wanajua. Haleluya, haleluya. Sikiliza, anaendelea kusema,
sisi na tumkaribie Mungu kwa moyo mnyofu, kwa imani timilifu, mioyo yetu ikiwa imenyunyiziwa damu ya Kristo na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya, nayo miili yetu ikiwa imeoshwa kwa maji safi ambayo ni ubatizo. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Angalia mahitaji yanayohitajika ili wewe uweze kumkaribia Kristo. Angalia mahitaji yanayohitajika ili maombi yako yaweze kufika to the right person. Conditions are there: moyo mnyofu, imani timilifu, haleluya, alafu mioyo iliyonyunyiziwa damu ya Yesu. Alama ya damu lazima iwe, tena tumeoshwa safi na maji. Have you undergone those protocols? Have you undergone? Wewe ambaye unakaa pale unatupigia makelele, pastor, mimi siamini kama Mungu yuko. Lakini kuna terms and conditions required in order to approach his throne. Terms and conditions are required ili uweze kufikia patakatifu pa patakatifu, utoe maombi yako na yaweze kupata majibu. Terms and conditions. Hallelujah! Wangapi tuko pamoja ngambo hiyo? It is the Bible saying. It is not Pastor Peter. Sio dini ya Pastor Peter inasemaga hivyo. It is the scriptures. Kwanza wanataka watu ambao mioyo yao iko imara na imani ambayo iko well groomed. Maana yake utagroom aje imani? Biblia inasema imani huja kwa kusikia neno. Wewe ni mtu unakaaga kwa mazingara ya neno 24/7. Wewe ni mtu hata unachukua time yako ya kujilisha neno mwenyewe. Mwenyewe. Wacha ile unahubiriwa kila wakati. You can take your time with your own Bible and sit down and groom your faith and groom it. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile umesoma unasema kwa sababu imeandikwa ndani ya hii kitabu na nimesoma na nimeshuhudia mwenyewe, nitasimama katika imani hiyo. Grooming your faith. Kuna watu ambao they have no time. Wazungu wanasema practice makes perfect. Practice makes perfect. Kila wakati una exercise, kila wakati una practice kitu fulani, alafu sasa hiyo kitu una practice inakuwa perfect. Haleluya! Nilikuwa ninaona wakati tulikuwa tunaenda drama festival, ndugu yangu, tunge practice hiyo drama miezi 6 kabla hata tuende kwa hiyo jukwaa. Hiyo drama imerudiwa shuleni miezi 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Music festivals, bwana, kila jioni ndio hao traditional dances na nini, miezi 6 hata kabla uingie kwa jukwaa. Unauliza kwa nini hii kitu tusifanye leo na kesho tuende? Wanasema kesho utakuwa umeshika. How can you establish your faith? Imani yako iwe ni ile imani haiwezi kutigishwa. Practice makes perfect. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengine apart from moyo mnyofu na imani timilifu, anasema lazima mioyo yetu iwe imenyunyiziwa damu ya mwana kondoo. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanaamini kila neno ndani ya Biblia, lakini the spiritual rituals hawajapitia. Ni kweli wanaamini, hata wanasema damu ya Yesu ilimwagika msalabani tusamehe dhambi. Wewe umeipokea, wewe umeiapply katika moyo wako, because it has to be applied in your heart. Imenyunyiziwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imenyunyiziwa because lazima alama ya damu ya Yesu ukiangaliwa katika ulimwengu wa roho lazima ionekane. Na ndugu yangu, spiritual activities can never activate
until there is the issue of blood. Only the blood is the element ya kuactivate mambo ya kiroho, yanaleta mambo ya rohoni into power. Wangapi tunaelewana vizuri? Situmpatie Bwana Yesu makofi Bwana, kama hiyo lugha inaeleweka. Ndio mambo ya rohoni yapate uwezo, yapate nguvu. Weka damu, weka damu. Haleluya, haleluya. Ili kuchochea uwepo wa kiroho uweze kuja juu yako na kufanya mambo, ili kuita nguvu za roho. Wacha nitumie hiyo language. Haleluya. Kuattract viumbe vya kiroho zikimbie kutusaidia. Pour blood to them. Mungu anasema ndani ya damu iko uzima, iko uhai. Damu isikuliwe, damu isikuliwe. Bwana Yesu asiwe sana. Hiyo damu hata mkikata mnyama, mchinje mnyama, msikule damu, wacheni imwagike chini. Damu iko na nguvu ya uhai na uzima, na hivyo vitu mimi ndio napeana, na ni mimi ndio nachukua peke yangu. Hallelujah. So every time you bring the presence of blood in a spiritual situation, every time you bring the presence of blood in a spiritual situation, you attract the spiritual world into intervening in your situation. Hallelujah. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hatuoni Mungu katika maisha yetu? Wengine damu ya Yesu haiko. Ni kweli tunaenda kanisa, but the blood of Jesus has not been applied in our life. Because the only thing that can attract the spiritual world is the presence of the blood. Hallelujah. Hallelujah. Na tunaambiwa iko damu moja peke yake inakubalika mbele ya uso wa Mungu. Mungu alichoka na hizi damu ndogo ndogo. Kuku, kondoo, njiwa, mbuzi. Mungu alichoka nayo. Sasa Mungu anasema iwapo mitaiona damu ya Kristo imenyunyizwa juu ya roho yako, every time you call upon me, I will approach you. Hallelujah. 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 Wangapi wameona faida ya kula meza ya Bwana? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema mkifanya hii mufanye kila wakati, because it reminds God of the blood I shed at the cross. Hallelujah. Fanyeni hii kitu kila wakati. Hata hii Sunday tunaikula kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Sunday tunaifanya nini? Tunaikula wapi? Kanisani. Ukitaka kujua mchungaji unasimama na nguvu za nani hapa Mudhurwa, nguvu ya damu iliyo ndani ya Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the only power ambayo ina attract the kingdom of God kunitetea mahali kama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the only power ambayo inakuja upon this place. Na wakati ufalme wa giza unarusha mishale, wakati ufalme wa shetani unashambulia, Bwana Yesu asifiwe sana, wakati shetani anapanda hekima zake juu ya wafalme na viongozi wa mji ili kushambulia na kufanya vita, damu ya Kristo ina attract the kingdom of God, and the kingdom of God will come to my defense. Hallelujah. Situmpatie Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Ninakushauri ndugu yangu, itafute damu ya Yesu Kristo. Apply the blood of Jesus in your spirit to bring the presence of God in your life. Hallelujah. Amen. Anasema hivi, sisi na tumkaribie Mungu kwa moyo mnyofu, kwa imani timilifu, mioyo yetu ikiwa imenyunyiziwa damu ya Kristo, na kuwa safi kutokana na dhamiri mbaya, nayo miili yetu
ikiwa imeoshwa kwa maji safi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaendelea kusema hivi, tushike kwa udhabiti lile tumaini la ukiri wetu bila kuyumbayumba. Kama tuliconfess ukiri wetu, ukiri ile tulikiri Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tushike kwa udhabiti ukiri wetu bila kuyumbayumba. Haleluya, haleluya, tumpatie Yesu makofi ya utukufu. Ndugu yangu, tunafundishwa mambo na Roho Mtakatifu jioni ya leo. Tunafundishwa mambo ambayo ukiyazingatia vizuri lazima yataleta majibu katika maisha yako. Mimi ninakualika uokoke, na kualika uje tufanye hii kitu na wewe, ili uanze kuona maombi yako yakileta matunda in your life. Ndugu yangu, siri ya kufika kwa Mungu iko ndani ya Biblia, sio ya mimi kukuuzia chumvi. Nikikuuzia chumvi, I am going against that book. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeleta hekima mpya ambayo haiko ndani ya Biblia, haiambatani na ile tulifundishwa na mitume na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo amesema iko tu njia moja hapa mpya ya kufikia Mungu. Iko njia moja ya kuingia sehemu takatifu, na yote imekuwa listed pale. Haleluya. Kulikuwa na kanuni za zamani za kuingia kwa ile hekalu ya zamani, lakini sasa hivi iko njia mpya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu wengi ambao wamekataa kuvalue hizo njia, na wanaona nikienda kuuziwa kachupa ka mafuta ka 100 basi mambo yangu imesuluhika. Ndugu yangu, hekima ya mafuta imetoka wapi? Hekima ya kitambaa imetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Na hekima mpya ya kufikia Mungu iko kwenye kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima yote ambayo itakusaidia wewe kufaulu kwa mambo ya kiroho ya Kikristo imeandikwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema kwa njia hii lazima matunda ya maombi yako yataonekana. Any situation will be solved kama utapitia that protocol. Hallelujah. Tumpatie Bwana makofi. Any situation, iwe ni wachawi, iwe ni waganga, when we do that, God approaches us na kutukomboa. Wacha nimalizie. Inasema hivi, tushike kwa udhabiti lile tumaini la ukiri wetu bila kuyumbayumba, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Wacha kuyumbayumba. Kama confession yako ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu na Mungu Baba na maneno matakatifu ya Biblia, wacha kuyumbayumba. Confession. Maandiko inasema Ibilisi na jeshi lake walishindwa kwa ushuhuda uliotoka kwa vinywa vya malaika. Bwana Yesu asiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Malaika wa mbinguni walimshinda Ibilisi through their confession. They were confessing the word of God. They were confessing the covenant of Christ. They were confessing the blood upon Christ. Hallelujah. They were confessing the law of God. They were confessing this. Their confession gave them victory over the devil. Their confession. Ndugu yangu, you cannot confess right until you establish your faith through the word of God. Biblia inasema imani uja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Bwana peke yake. Confession yako itakuwa powerful once you establish yourself in the law and in the works of God. Hallelujah. How many times do you read the Bible? How many times do you do Bible studies? How many times do you listen to the word of God? How many times do you connect yourself
to the word that will help you confess the law of God to the devil. Hallelujah. Itakusaidia kumwambia shetani siko chini ya mamlaka yako tena. Itakusaidia kuambia shetani the right word. Yesu aliconfess, imeandikwa. Imeandikwa. Mara ngapi? Mara 3. Bwana Yesu asiwe sana. Shetani akijaribu kumpatia wrong confession, Yesu anampatia the true confession. Na katika true confession ya Yesu, Yesu alipata victory over the temptations of the devil. Hallelujah. Tumpatie Kristo makofi ya utukufu. Ukiri wenu uwe imara, msiyumbe yumbe. Ukiri wenu uwe imara. Wangapi tunaelewana language? Ukiri wenu uwe imara. Know the Bible in the right way. Ili ikifika wakati wa kuambia shetani, unamwambia kwa ujasiri, knowing the right verse and the right word to attack the devil. Hallelujah. Ukiri wenu. Oh my God. Wangapi wanasema mchungaji mimi napata kitu? Wangapi wanasema napata kitu mchungaji? Ukiri wenu. Your confession. Wacha kuyumba. Master the Bible. Nimekwambia practice makes perfect. Soma Biblia. Ikimaanisha hata kuisoma kila siku unakula. Na si hivyo pia ufanye kwa Biblia. Maandiko yanasema hatutaishi kwa mkate tu na kwa neno. Kama vile unakula kila siku. Haleluya. Haleluya. Kama vile unakula chakula kila siku, na hivyo ishi ndani ya neno kila siku. Tumuongeze Kristo makofi ya utukufu. Kumbuka ndugu yangu, tunajiprepare. This is preparing ourselves. It is a process of preparation ya kuja kwa Yesu Kristo. Lazima atukute tuko sawa sawa. Haleluya. 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 Maandiko yanasema tushike kwa udhabiti lile tumaini la ukiri wetu bila kuyumba, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. God is always faithful. Yeye aliyetuahidi hii maneno yako faithful. Tusiyumbe. Amen. Alafu wacha nimalizie na hii. Nimeona masaa imeenda sana. Nilikuwa nataka nikupatie taji 5 ambazo zinatungojea mbinguni. We will speak about it tomorrow. Hallelujah. Acha nikumalizie na hii 24. Anasema tuangaliane na kuhimizana sisi kwa sisi katika upendo na katika kutenda mema. Wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi ya kukutana. Tuhimizane sisi kwa sisi kadri tuonavyo siku ile inakaribia. Haleluya. Haleluya. Kitu kingine tumeambiwa tusikose kukutana. Kuna mtu anaweza kuniuliza hapa, mchungaji, kwa nini kila jioni unaweka mafundisho hapa? Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kila wakati unaambia watu tukutane Mudhurwa? Ndio hiyo. Kwa sababu ni agizo limeamrishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajasema tukutane Jumapili, anasema tukutane kila wakati kadri tunavyoingojea ile siku ya kufunuliwa kwa Bwana wetu. It is the only way we will practice the word of God. It is the only way we will establish our faith. It is the only way we will perfect ourselves in the spiritual world. Hallelujah. Simama kwa miguu yako miwili. God bless you for your time. God bless you for your time. Asanteni sana. Najua tu mungekuwa na mambo mengi ya kufanya, but Mungu amekukirimia tu nafasi ufike hapa. Nataka ni kuinvite siku ya Jumapili, tuko hapa kwa hall. Tunaenda kufanya hiyo on Sunday. Hiyo umesikia hapo. We want to do it right, ili kila wakati tunapoingia rohoni tuweze kupata access ya kufikia Mungu. Wangapi tunaelewana vizuri? We want to do it right. We will follow those steps ili tuhakikishe sasa tumepata njia ya kupafikia patakatifu pa Baba.
Amen. Wangapi wameelewa message ya leo? Wangapi tumeelewa? Ndugu yangu, tuko na shida ya kufika kwa Mungu. Ndio maana tumepata tu wakora fulani wanatuuzia maji, and people lie to us, and the truth is in the Bible. Ukikunywa hii maji uwepo ya Mungu inakuja kwako. No. Ukinunua hii kitambaa nimeiombea, no. Nikikugawia hii chumvi kidogo, no. Hebu inamisha uso wako mahali ulipo. Mshukuru Baba kwa message ya leo. Mwambie Baba, message ya leo ni powerful. Inamisha uso wako, nenda mbele za Mungu. Mwambie Baba, sikuwa nimeelewa. Kitabu cha Hebrews 10 mstari wa 19 imenielezea kila kitu. Na kumbe hizo vitu ndio zimeninyima, sikuoni. Na leo nimeona. Nataka kurekebisha, nataka kutengeneza. Nataka kuhakikisha hizo vitu zote zimesemwa pale niko nazo ili nikufikie. Kwa sababu bila ya hizo vitu siwezi kukufikia. Bado nitapungukiwa. Baba, nisaidie nifanye mazoezi ya kutosha. Nisaidie nifanye mazoezi ya kusoma neno ili kugroom my faith. Nisaidie niwe ninakutana kila wakati katika mahubiri ya jioni ili nisiyumbe, niwe imara, niwe na moyo mnyoofu, niweze kujitengeza kiroho, niweze kujikamilisha kimwili, ili Baba, mambo yangu ya kukufikia wewe yawe sawa. Asante Mwokozi kwa kutukirimia hiyo nguvu ya kusikiza hii mafundisho, pia kutufungua macho na kutuelekeza ile njia inayotusaidia kuingia katika spiritual realm, vile tunaweza kuingia kiroho na kuweza kumfikia Baba na kumwelezea mambo yetu. Baba, wewe ni mwema. Ulisema mambo yako yatafichuliwa kwetu, aswa sisi ambao tuna tabia ya kukaa karibu na wewe. Siri zako zitafichuliwa kwetu. Na jioni ya leo Baba, umetupatia siri ambayo wengi hawana. Na hiyo siri ikifanywa vizuri, maandiko inasema yeyote anayeshiriki meza ya Bwana, akishiriki kwa njia ambayo haelewi, anakula hukumu yake mwenyewe. Lakini akishiriki kwa njia ile inaeleweka, basi anavuna matunda kutoka mbinguni. Basi tusaidie Jehova, hii kitu ambayo tunaenda kufanya siku ya Sunday tuifanye kwa njia ambayo kuanzia siku hiyo itatuletea majibu, matunda, itatuletea ushindi wa kila aina. Asante kwa wale ambao watakuja siku hiyo ili tuweze kushiriki meza hiyo. Asante kwa wale ambao wanasema, mchungaji, sikuwa ninaielewa, but now I understand, na ninaenda kudwell in that process. Ninaenda kufanya mambo ambayo yanahitajika kwangu ili kupitia hiyo njia imesomwa ndani ya Biblia nione ushuhuda. Asante Mtakatifu kwa wale wote ambao umewaruhusu waje kusikia mafundisho ya leo. Ninajua kulikuwa na sababu. Labda hawa ndio wale ambao wamejaribu kukutafuta kila wakati lakini hawakupati, lakini kupitia mafundisho ya leo wamepata siri. Basi uinuliwe Jehova na utukuzwe milele, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen.